Taarifa kuhusu yaliyotokea pale Ikolomani wakati ambapo wenyeji wa Ikolomani walisusia na kusimama kidete kuhusiana na serikali kujaribu kuwalazimisha kwamba lazima wahame katika maeneo ambamo wameishi kwa kipindi cha miaka mingi na ambapo ni manyumbani kwao ili kuweza kuchimba dhahabu ambayo imepatikana katika sehemu hiyo. Kwa hakika ni kwamba dhahabu ambayo imepatikana katika sehemu hiyo si jambo ambalo ni la hivi karibuni, kwa sababu sehemu hiyo imejulikana kuwa na dhahabu kwa kipindi kirefu, na thamani ambayo imeweza kuthibitishwa kuhusiana na dhahabu ambayo inaweza kupatikana katika sehemu hiyo ndio jambo ambalo limeitia serikali moto wa kufikiria kuhusisha neema katika shughuli za kuhamisha wakaaji wa sehemu hiyo ili iweze kuingia katika sehemu hiyo na kuanza kufanya shughuli za uchimbaji wa migodi ikishirikiana na kampuni ambayo inalenga kuichimba madini hayo kwa nia ya kuweza kujifaidisha. Kitu ambacho kinanivunja moyo na kunitia hamaki ni kwamba mimi mwenyewe nimeweza kuwa katika shughuli za uchimbaji migodi kwa kipindi cha kama miaka 9 hivi, pale ni katika miaka ya 90, na kwa hivyo ninaelewa machungu ambayo wenyeji wanayapitia, haswa ikizingatiwa ya kwamba wanaohusika katika shughuli nzima hii ya kulipa ridhaa wanatumia namna ambayo haiwezi kukubalika kisheria, kwa sababu kuna Mining Act, na nina hakika ya kwamba kwa hivi sasa Mining Act inaweka misingi kabambe ya kuhakikisha kwamba wakati ambapo uchimbaji migodi unafanyika katika sehemu yoyote ile ambayo imekaliwa na wananchi, ni lazima kuwe na mipango kabambe ya kuhakikisha ya kwamba wenyeji ambao wako katika maeneo hayo wanalipwa ridhaa kiwango ambacho kinakubalika na ambacho kimewekwa katika misingi ya kisheria. Lakini kama ambavyo inafanyika kwa wakati huu ni kwamba serikali baada ya kupata kuweza kufanya ile assessment ya kiwango cha mali ambayo dhahabu ambayo inapatikana pale na thamani yake kuwa shilingi bilioni 683, imeamua kwamba familia zile zina haki tu ya kupata milioni 3 kila familia kwa familia 800 ambazo zinaishi katika eneo hilo ambalo ni husika. Na hiyo ni thamani ndogo sana ikizingatiwa ya kwamba shilingi bilioni 680 hivi ndizo zitakazobaki na kampuni na serikali, na wale ambao wanahusika na wenyeji wa mashamba yale na ambao wanastahili kunufaika kutokana na uchimbaji migodi huu watabaki kuwa masikini, pamoja na kuwa watakuwa wamehamishwa katika maeneo mapya ambayo yanastahili gharama mpya ya kuweza kuanza na kuendelea na maisha katika maeneo hayo. Kwa hakika serikali hii ambayo tuko nayo ni ile serikali ambayo kiongozi wake alikuwa katika serikali ambayo ilijulikana kama system ya majambazi, na katika wakati huo ambayo imekuwa ikikashifiwa na kupewa majina hayo ya system ya majambazi wakati wa Jubilee, ni system ambayo haikuweza kuwa na kuwaridhisha wananchi wa Kenya kwa lengo na kusudi lake la kuwanyanyasa wananchi. Na hapo ndipo imefikia kiwango cha kwamba hii system ambayo tuko nayo imechukua mkondo ule na kuboresha zaidi na kuwa mnyanyasaji mkubwa wa raia wake. Ukiangalia ni kwamba wanaohusika ni wale the same faces, the same people, na hii ni jambo ambayo inavunja moyo na ni jambo ambalo hawa wahusika wanastahili kukashifiwa kwa maneno makali iwezekanavyo, na ikiwezekana hata sheria ichukue mkondo wake dhidi ya wahusika na watuhumiwa, kwa sababu hatuwezi kuchukua mkondo huu wa kuwanyanyasa wananchi eti kwa sababu hawana uweledi kuhusiana na thamani ambayo inapatikana pale. Manufaa na bahati iliyoko ni kwamba officially gharama ambayo thamani ya dhahabu ambayo inapatikana pale imeshawekwa hadharani kama shilingi bilioni 683.
for the 800 families ambazo ni affected katika maeneo hayo, hawastahili kuishi katika maisha ya umasikini baada ya hapo, kwa sababu dhahabu ambayo imepatikana katika maeneo yao inawahusu, na ni dhahabu ambayo wana uwezo wa kuifanyia kazi kutokana kwamba wanamiliki eneo ambalo dhahabu yenyewe inapatikana. Kwa hivyo wanastahili kuwa ni beneficiaries wakubwa wa pesa ambazo zinapatikana kutoka maeneo hayo, lakini sio kwamba dhahabu ipatikane katika eneo ambalo unaishi ama katika eneo lako la ambalo ni titled land, alafu ikuwe ya kwamba utahamishwa katika sehemu hiyo kwa dhamani ndogo ya shilingi milioni 3. That is very unfair. That is the highest level of injustice inflicted upon a people by its own government. Watu kutoka maeneo hayo wanastahili kuwa the top beneficiaries wa project hii ya kuchimba madini hayo. La sivyo, inastahili wale watu waweze kuwezeshwa kuweza kufanya ile ambayo ni safe mining, ili waweze kufaidika kutokana na yale ambayo wanaweza kuyatoa katika migodi yao, ama kuanzishwa mashirika baina ya hao wenyeji ambao ndio wahusika, na kuwatafute watu ambao wanaweza kufanya mining katika maeneo hayo, ili dhahabu ambayo inapatikana kutoka sehemu hiyo iweze kuwafaidi hao wenyeji wa eneo hilo na watu ambao ndio wenye mashamba hayo ambayo dhahabu yenyewe imepatikana. So ukiangalia katika mambo ya kuhusiana na compensation, serikali hii ya Ruto na serikali iliyotangulia, na hakika hata serikali ambayo itakuja kufuata baada ya hii, ni serikali ambazo ni za unyanyasaji, na lengo lake ni kuwahadaa wananchi, kuwanyang'anya na kuwapokonya yote ambayo wanaweza kuwa nayo, wabaki katika hali ya kuweza kutawaliwa, na hii ni hali ya kuwa maskini, ili waendelee kuwatawala kwa namna ambavyo wanataka, kihela, kimaisha, na kuwatumia kama vyombo vya kupiga kura, kuwachagua hao ili waendelee kufaidika na familia zao katika nafasi ambazo wameweza kujipatia katika uongozi wa nchi hii ama katika utawala, kwa sababu sidhani huwa ni uongozi bali ni utawala. Lengo lao haswa ni kuwatawala na kuwaongoza katika utawala, lakini sio kuwaongoza kwa misingi ambayo imewekwa kisheria na ambayo ina lengo la kuinua maisha na kuboresha maisha ya wananchi wa Kenya. Katika mustakabali huo, hebu angalia jinsi ambavyo compensation issue ya wale ambao walitekwa nyara na kupotea na kuuawa katika shughuli za maandamano ambazo zilitokea mwaka jana na mwaka huu, ambavyo imepangwa na kuwekwa kwa misingi ambayo haizingatii sheria. Ruto does not have the mandate ya kuestablish commission ambayo itashughulikia compensation issue, kwa sababu yeye ndio atakuwa anatoa direction kuhusiana na kiwango ambacho kinastahili kulipwa, na wala sio misingi ya sheria inayostahili kufuatwa. Jambo lingine ambalo linastahili kuzingatiwa hapo kabla ya hata issue ya compensation kufanyika, watu ambao walihusika katika shughuli hii ya utekaji nyara na wanajulikana na kuwaua, ni lazima watangazwe hadharani na wajulikane ni nani waliohusika, na wachukuliwe hatua za kisheria ambazo ziko, pamoja na kufuta na kuondoa kazini, kwa sababu hawastahili kuwa katika shughuli ya kuwa ni wafanyikazi wa umma. Hawa ni wakora, hawa ni wahalifu, na wanastahili kuchukuliwa hatua kabambe za kuhakikisha kwamba mtindo kama huu hauendelei na hautapata nafasi katika nchi yetu ya Kenya. Wale ambao watakuwa baada yetu waweze kuwa katika hakikisho madhubuti kuhusiana na hali za maisha kuwahusu, na iwe kwamba wakati wamekasirishwa na jambo ama serikali zao zitakaokuja zimekosa kuwachukulia matatizo ama malalamiko walionayo, basi wana haki ya kufanya maandamano. Sidhani kwamba kufanya maandamano is the best thing that citizens will want to engage in, lakini inabidi kuwe lazima, kwa sababu kuna uwezekano, na hili ndilo jambo ambalo lilizingatiwa kikatiba,
kwamba serikali iliyoko kwenye mamlaka inaweza kuwa sisi serikali ambayo inanuia kutekeleza yale ambayo wananchi wanahitaji, na wale wananchi wana mzigo mzito ambao wanahisi ya kwamba kama hayo ambayo wanayadai hayatatekelezwa, basi maisha yao yataendelea kuwa katika hatari ya aina moja ama nyingine, na kwa hivyo inapelekea wao kutoka ili waweze kufanya maandamano kushinikiza wanayoyadai kama mambo ambayo ni muhimu kwao kupata na kutekelezwa na serikali kwa manufaa yao. So kipenge hiki cha 37 kinachowaruhusu watu kuandamana ni kipenge ambacho kimewekwa kama security kwa wananchi wa Kenya ili kuweza kuwapatia nafasi ya kuinuka kwa pamoja na kupinga yale ambayo serikali inafanya dhidi yao, ama yale ambayo serikali inakosa kutekeleza kwa manufaa yao. So ukiangalia hii issue ya compensation, haistahili kuchukuliwa na serikali, bali Kenya National Human Rights Commission, serikali kwa upande wake inastahili kuchukua jukumu la kuhakikisha ya kwamba wale wote ambao waliuawa, wamepotea na hawajapatikana kufikia sasa, wale wote waliumia, wahusika waliohusika katika maafa hayo wameletwa na kutangazwa hadharani, na sheria imeonekana kutekelezwa dhidi yao, na kuhakikisha ya kwamba hawa watu wamewekwa jela kwa ajili ya haki kutendeka. So tukiwa tunaangalia na kusubiri ya kwamba ni lazima compensation issue iweze kushughulikiwa na Kenya Human Rights Commission, ni muhimu pia tutambue na tuelewe ya kwamba ni lazima wale wahusika wote watajwe, na tujue vikosi hivi vilivyohusika vilikuwa vimetolewa maagizo na nani, na pamoja na yeye wachukuliwe hatua zinazostahili, kwa sababu naamini ya kwamba waliohusika katika vitendo hivi, waliojulikana kama the Subaru guys, ni watu ambao walikuwa na ufadhili wa serikali, na kwa hivyo hatuwezi kwenda katika issue ya compensation kabla ya watu ambao walihusika katika shughuli nzima hiyo ya utekaji nyara, na ambao wanaendelea kuwatesa na kuwahangaisha watu ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu na critics wa serikali kwa kujaribu kuwanyamazisha. We must get hold of this criminals, ya wananchi wa Kenya kuweza kupata sauti ya kuongea kuhusu yale ambayo yanawasumbua na ambayo yanahitaji kutekelezwa kwa ajili ya manufaa yao.